tetesi inaripoti kupokea ushahidi wa picha za Jack Grealish akiwa amelewa chakari. Grealish katika hali hiyo alikuwa akisinzia kwenye baa ya juu ya jengo jijini Manchester baada ya mchana mzima wa kujivinjari na marafiki. Tetesi zinasema kuwa Grealish mwenye umri wa miaka 30 aliwasili majira ya saa 10 jioni na kufikia saa 11:30 alikuwa tayari hajui tofauti ya giza na mwangaza. Tukio hili limetokea wakati kiungo huyo yuko nje ya uwanja kufuatia upasuaji wa jeraha la mguu. Picha hizo zimeibua mjadala mkubwa miongoni mwa mashabiki na wachambuzi wa soka. Baadhi wamekashifu vikali mtindo wake wa maisha, huku wengine wakimtetea wakisema ana haki ya kufurahia muda wake wa mapumziko. Wapo wanaona tukio hilo likizidi hadhi ya kitaalamu, hasa ikizingatiwa kuwa ana jeraha. Baada ya tukio hilo, Grealish aliwajibu wakosoaji wake kupitia mitandao ya kijamii kwa kuchapisha picha yake akiwa mazoezini na kusema kwamba anafanya kazi kwa bidii kurejea akiwa bora zaidi kuliko hapo awali. Isitoshe, miezi miwili iliyopita alionekana kurejea kwenye maisha ya burudani alipohudhuria hafla kubwa jijini Rome akiwa na mlinda lango na mchezaji mwenza Jordan Pickford. Wawili hao walikwenda kusherehekea kuzaliwa kwa mke wa Pickford ambaye alitimiza miaka 30. Tukio hilo linaleta kumbukumbu za mtindo wake wa sherehe uliovuma baada ya mafanikio ya Manchester City kushinda mataji matatu mwaka 2023. Hata hivyo, miezi mitatu iliyopita Grealish alijipata matatani baada ya gari lake la kifahari aina ya Lamborghini kukiuka taa za barabarani. Inadaiwa tukio hilo lilitokea majira ya saa 5:30 usiku, saa chache kabla ya Everton kutoka sare tasa dhidi ya Aston Villa katika mechi ya ligi kuu ya Uingereza. Baadaye Grealish alipatikana na hatia ya kushindwa kutoa taarifa kwa polisi kuhusu ni nani aliyekuwa akiendesha gari hilo wakati wa tukio. Awali shtaka la kukiuka taa nyekundu liliondolewa, lakini kosa la kushindwa kushirikiana na polisi ndilo lililomgharimu. Grealish ambaye kwa sasa yuko kwa mkopo Everton kutoka City anatarajiwa kukosa mechi zilizosalia za msimu huu na pia hayupo kwenye mipango ya kikosi cha Uingereza cha kombe la dunia. Ikumbukwe kwamba winga huyo wa kushoto aliwahi kuwa mchezaji ghali zaidi wa Uingereza baada ya kujiunga na City kwa pauni milioni 100 mwaka 2021. Kwa upande wa Everton, klabu hiyo ilitumia takriban pauni milioni 12 kulipa sehemu kubwa ya mshahara wake, huku makubaliano ya mkopo yakijumuisha kipengele cha kanuni kwa pauni milioni 50. Maswali yanaendelea kujitokeza. Je, mwenendo wake nje ya uwanja utaathiri mustakabali wake kisoka? Toto na tetesi. Mikiki, NTV.